بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mihadhara au katika darsa ambazo mbalimbali zinatolewa na mashekhe hafidhahumullah, fala Allahu a'marahum wa yassara Allahu umurahum wa qada Allahu hawaijahum wa shafa Allahu mardahum, katika kuendeleza kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunazungumzia thamani ya umri, qimatul umri au makanatul umri, thamani ya umri. Ma maana kalimatul umri? Umri maana yake ni nini? Wanasema al-umru muddatul hayati, umri ni muda wa maisha yako tangu Allah anapokuwa amekuumba tumboni kwa mama mpaka unazaliwa mpaka kufa kwako. Ile siku ambayo Allah anachukua roho ya yule mwanadamu, pale ndiyo umri wake unakuwa umekwisha. Sasa na sisi Waislamu tumefundishwa, ukirejea katika aya katika suratul Hijr, Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka utakapofikiwa na kifo chako. Manake tumia muda wa umri wako, ujana wako, pumzi yako, uzee wako, afya yako, nafasi yako, shughuli zako, mpaka kifo kitakapokuwa kimekukuta. Kwa maana ya kwamba aya hii inatufundisha kwamba hata ni ghaya, maana yake ni kwamba mpaka pale kifo kitakapokuwa kimekufikia, ina maana tayari umeutumia umri wako katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika kufanya mambo ya khairat. Unakwenda katika suratul Muzammil, Allah anasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, lolote ama chochote mtakachokitanguliza kwa ajili ya faida ya nafsi zenu, miongoni mwa khairi mtakazozifanya, mtakwenda kuzikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda katika suratul Baqara, Allah anasema wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim, khairi yoyote mtakayoifanya, khairi yoyote mtakayoifanya Allah anaijua. Chukua mfano, hebu zihesabu hizi feni zilizopo hapa msikitini na angalia hili zulia lililopo hapa, upana wa msikiti, angalia ukubwa wa msikiti, angalia umaridadi wa huu msikiti. Aliyefanya haya anamwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametumia umri wake. Mimi na wewe tumefanya nini? Balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu anaijua nafsi yake. Ndio maana al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah, ana tafsiri yake inaitwa al-Jami' li ahkam al-Quran, alipokuwa na tafsiri ya aya katika suratul Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basira, akasema Qurtubi rahimahullah, qala al-Hasan basirun bi'uyubi ghayrihi jahilun bi'uyubi nafsihi,
Mwanadamu ana kawaida kujua dosari za wenzake. Huyu imamu, huyo shekhe, huyo, lakini yeye mwenyewe yupo salama. Basirun biuyubi ghairihi jahilun biuyubi nafsihi, anasahau dosari zake. Sasa niwakumbushe katika moja aliyotukumbusha Mtume sallallahu alayhi wasallama, thamani ya umri. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، حديث 196. عبد الله بن عباس anasema قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Wanadamu wengi, watu wengi, neema mbili huwa hawazithamini na kujua thamani yake. Neema mbili wanadamu wengi huwa hawazijui thamani yake. Ya kwanza, asiha, ni afya. Afya. Walfaragh, na kupata muda wa kufanya mambo yako. Afya, ndugu zangu, ni utajiri kuliko chochote. Unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na utajiri wa kila namna, lakini kama huna afya hakuna thamani. Afya. Ndio maana Waarabu wanasema kathratul misas yufqidul ihsasa. Hii ni mithali ya Kiarabu. Kathratul misas, kukishika kitu kila wakati unakishika namna hii, yufqidul ihsasa, unakosa kujua thamani ya kile kitu. Chukua mfano mtu ambaye ana meno haya mbele, anayo yametimia yote, anapocheka anakuwa free. Kwa sababu gani? Meno anayo. Lakini kama meno ya mbele hayapo, Sheikh Ali, ukicheka wenzako wakicheka, hoyo, sababu gani? Hapa pana chungu kiko wazi. Thamani ya meno ya mbele bado hayajaondoka magego. Una magego alafu kuna mtu anakula mishkaki na chips, alafu utabaki unafanya hivi, nyama zinapiga lakini huwezi. Sawa. Sasa anayejua thamani ya meno, kama anajua thamani, ni yule anayetafuna mishkaki. Sasa Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ni'matan, yani alhalatu alhasana allati yakunu alayha alinsan, afya nzuri, umri mzuri anayokuwa nayo mwanadamu, maghbunu fihima kathirun minan nas, yani watu wengi hawajui thamani yake. Asiha, ni afya, wal faragh, na kupata muda. Ina maana kama unao afya, una muda wa kufanya jambo, fanya. Ukiombwa ama hukuombwa, fanya. Ndiyo maana namuomba Mwenyezi Mungu leo katika salatu al-asr, nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu wakati najiandaa vile vile kuja, kwamba siku ya leo ilikuwa ni ya Sheikh Walid hafidhahullah, lakini amepata dharura. Nikaomba kwa sababu afya ninayo, muda ninao, nikasema nafasi hiyo nitaichukua. Wakati najiandaa kuja, nikawa ninasema nafasi hii ndio ichukua mimi ya Sheikh Walid, iende katika mizani ya wazazi wake, kwa sababu muda ninao, afya ninayo. Yani mimi naweza nikala winga mwanangu hapa mpaka Magomeni na kula kwa mguu tu, kwa sababu nina uwezo kutembea. Sasa katika kipindi ambacho afya unayo na nafasi unayo na una uwezo wa kufanya lile jambo analoliridhia Mwenyezi Mungu, lifanye. Ndio maana unaona kuna wenzetu hivi sasa wanaswalia viti, kuna wazee wetu wanaswalia viti, kaka zetu, lakini kuna baadhi ya vijana umri kama huu unamkuta anaswalia kiti, kweli hajiwezi, afya yake si nzuri, lakini anaitumia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni hadithi ya kwanza inayotufundisha kwamba tuutumie umri wetu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Wanasema kathiru minan nas la yaarifuna qimata an-ni'ma siha. Watu wengi hawajui thamani ya afya, hawajui thamani ya afya. Anayejua thamani ya afya ni mgonjwa. Angalia hapa Amana Hospital, kuna ndugu zetu, kuna jamaa zetu, wengine hatuwajui, na kuna wengine wamelazwa hapa. Kuna mabinti wamelazwa hapa. Ukimkuta yule binti amelazwa hospitali, akikwambia unioe, mwenyewe utaanza kujitafuna kucha, lakini Allah amemlaza pale afya yake. Lakini mimi na wewe tuna afya nzuri. Hebu fikiria kuanzia salatu al-fajr, shekhe wangu, mpaka saizi maghrib, kuna waislamu ambao hawajaswali. Wengine wako hapa sokoni. Kweli si kweli? Naomba jamaa wa sokoni wanisikilize vizuri hapo. Wako hapo sokoni, adhana 5 marati, mara 5 inafika katika mbingu ya 7 adhana, lakini kwa hawa waliopo hapa mbele ya msikiti adhana haifiki. Hayya ala salah, njoni kwenye kusali. Hayya ala al-falah, njoni kwenye mafanikio ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ndio mkubwa, Allah ndio mkubwa. La ilaha illa Allah, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Kuna waislamu pale hawaswali kibao, wanamume kwa wanawake, lakini siku mambo yakiwa mabaya anamuomba shekhe ampigie dua, si ndio? Kama mambo hayaendi vizuri anamuomba shekhe ampigie dua. Ukimwambia bana hizi dua fanye mwenyewe, Yesu shekhe ana roho mbaya sana, mimi namwambia nifanyie dua, ananiambia nijiombee mwenyewe. Unapotakiwa kusali mbona husali? Kwa ina maana nyinyi vijana bana, kuoneni hapa, wengi wenu bado watoto sana. Bakieni na ibada mpaka mnakuwa vibabu au mpaka kufa kwenu. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Kwa hiyo tumia nafasi ya umri wako. Sasa hapa inakuja hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika thamani ya umri, hiyo ni hadithi ya kwanza tumemaliza. Ndugu zangu, kuna maswali haya manne tutaulizwa. Nani atakayetuuliza? Subiri ufe. Wasubiri ufe. Huwezi kuamini haya. Subiri ufe. Unajua kuna mambo mengine yakielezwa ya peponi watu hawaamini. Peponi kuna raha, kuna neema, kuna starehe, yani matunda yatakuwa yanajileta yenyewe pale pale ulipokaa, kila kitu kinajifanya chenyewe. Nilipokuwa narudi haji safari hii, tumekuja na ndege ya Emirates. Imam, ndege ya Emirates, unajua ndege ya Emirates ilikuwa nzuri, standard. Sasa mimi nawaangalia wenzangu wote, kila mmoja pale ana TV yake anaangalia. Mimi naangalia pale kwenye kiti hakuna TV. Sasa naona nilikuwa nimekaa pahala ambapo kutoka pale unakwenda first class. Ni pale ambapo unaweza ukakaa ukanyosha miguu. Sasa mbona wenzangu nikiangalia huku kulia wanaangalia TV, huku kulia kushoto wanaangalia TV, mimi vipi? Nikakumbuka manhaji ya Isra wal Miraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Miraj, kila jambo alilokuwa halijui, hata kama kaliona, alimuuliza Jibril. Nikamuita yule katika wale ma air hostess, kwa Kiarabu anaitwa taqim, at-ta wal alif wal qaf wal mim, taqim. Akiwa mwanamke anaitwa taqima, wakiwa wengi wanaitwa tawaqi. Nikamuita, njoo. Nikamwambia TV iko wapi? Kumbe pale pale nilipoweka mkono, pale pale ndio kuna TV, pale pale. Angalia mwanangu nilipotolea ushamba. Kuuliza sio ushamba, isipokuwa kutokuuliza usichokijua, huo ni ushamba. Akamwambia sorry, akachomoa hapa, ikatoka tap screen kabisa, ikanyoshwa na mkono, ikaletwa hapa mbele yangu mwanangu. Nikawa naangalia ndege na viruka. Hivi sasa tunaingia Kismayu, hivi sasa Somalia, sio tuko Ethiopia, hivi sasa tumeingia Lamu, yani inakuwa inaonyesha. Nikajaribu kuikunja, ikarudi. Ukikunja ni kiti kabisa, lakini kumbe ndani kuna TV.
Sasa hii mtu anaamini, lakini mambo ya akhera watu hawaamini mpaka atakapokuwa, kwa sababu anasema nini? Anasema sayansi haijathibitisha hilo. Sayansi nini? Sasa Abu Barza al-Aslami anaitwa Nadla ibn Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah, anasema mtume wa Allah, wale ambao watakaofikiwa na mada hii kupitia vyombo vya Kiislamu vya TV vilivyopo hapa, watakaofikiwa na mada hii, kila mmoja ni Muislamu si Muislamu, Mwarabu, Mzungu, Somali, Muhindi, Mchina, Mkorea, Mwendonesia, Mfilipino, Mswahili, Mnyakyusa, Matumbi, Muha, Manyema, Ndenge, Mkorea, sijui nani, wote wataulizwa. Mtume anasema la tazulu qadama abdi yawm alqiyama, haitaondoka miguu ya mja yoyote siku ya kiyama, hata yusal, mpaka aulizwe maswali yafuatayo. Kwanza, an umrihi, ataulizwa kuhusu umri wake. Fima afnahu, umri wake aliutumia vipi? Kwenye bolingo bolingo, alamba, kwenye kigoma cha Uruguay, kigoma cha Buza. Ataulizwa, je, ulitumia muda wako kwenye kigoma cha Uruguay taarabu? Ataulizwa, umeutumia umri wako wote katika mpira? Umetumia umri wako katika mambo ambayo hayana maana? Utakwenda kuulizwa. Si mmenielewa? Hili swali utaulizwa. Unaamini, hukuamini, subiri ufe. Swali la kwanza utaulizwa. Swali la pili, wa an amalihi fi ma faala, ataulizwa matendo yake aliyafanyia nini. Ana kheri yoyote aliyoifanya? Ana jambo lolote alilolifanya? Swali la tatu, wa an malihi, ataulizwa kuhusu mali yake. Mali yake, biashara zake, kazi zake, akaunti zake. Mali ina A na B. Mali ina A na B. Ataulizwa min aina iktasabahu, A, ameichuma kwa njia gani? B, wa fi ma anfaqahu, mali ile alipoipata aliitoa katika njia gani? Alifanya khairati yoyote? Aliwahi kuchangia msikiti au kujenga msikiti? Alichimba kisima? Alinunua feni ya msikiti? Alinunua zulia? Aliwaangalia walimu wa Qur'an, walimu wa madrasa? Aliwaangalia maimamu? Aliwaangalia waadhini? Aliangalia usafi wa nyumba za Mwenyezi Mungu? Aliangalia khairati? Fima anfaqa. Atakwenda kuulizwa mtu. Unapokuwa unazungumzia katika habari ya madrasa, katika watu ambao hawana thamani katika umma wa Kiislamu, wafuatao chukua. Imam ana thamani, poleni maimamu. Wa pili, waadhini, au ndio Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa tatu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, mkana muhsina fadhili fi ihsani, walimu wa Qur'ani wa madrasa. Hao ni taabani. Taabani jumlisha taabani unapata taabani square. Walimu wa Qur'an taabani. Nikupeni mfano. Mimi ni mwalimu pale Mkwajuni. Si wanafunzi wote hivi sasa shule zote Tanzania wamekwenda likizo? Sawa. Watakaporudi mashuleni kabla ya wiki moja, wanakwenda na ada, hawaendi wanaodaiwa. Na wasipotoa ada wanarudishwa, hawarudishwi? Wanarudishwa. Katika shule hizi za Qur'ani madrasa, ukisema umrudishe mtoto, sema bana ustazi anapenda hela yule. La. Maustazi kwa hela. Ngoja nikuulizeni, kuanzia mimi na nyinyi na yoyote duniani, nani asiyopenda hela? Anyoshe mkono. Nani asiyopenda hela? Shekali, mbona mtazama hali mwenzio?
Ali yanzuru ila Ali. Kuna mtu asopenda hela? Hela tamu, hela ni tamu. Na ukitaka kujua kama hela kila mtu anaipenda, mtafute chizi, mtafute chizi, alafu mwekee kifaru, alafu mwekee na tembo. Si mmeshajua hela zenyewe? Kifaru, si mnajua kifaru ni shilingi ngapi? Buku ngapi? Buku 5. Na tembo ni buku ngapi? 10. Sasa mtafute yule chizi, mwekee na namna hiyo, alafu muangalie tu anachagua ile gani. Hachagui kifaru, anachagua tembo. Sababu ya nini? Hela. Siku moja nimepita shaka katika mtaa mmoja maeneo, sijavaa kanzu wala kofia, nimekuta kuna madrasa, kuna kiza mle ndani, kiza, na watoto wanasoma. Ukweli sikuweza kuvumilia, nilimsogelea pale mlangoni, nikamwambia mwalimu, samahani, tuonane. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sikumwambia mimi nani, nikamwambia kwani umeme hamna? Akamwambia umeme upo. Mbona mnasoma kwenye kiza mwalimu? Hii ni hatari kwa macho yako wewe na macho ya watoto. Akamwambia shekhe, wametunyima umeme wenye nyumba. Nani Waislamu? Wametunyima umeme, na mle ndani hakuna feni. Hii ni madrasa, panasoma Qur'an. Watoto hawa ndio baadaye tutakaowaomba wakatufungishe ndoa. Kweli si kweli? Na hawa ndio tutakaoomba watushonee sanda. Hawa ndio tutakaowaomba Fatiha. Muislamu miaka yote hajui kuomba dua. Tunaona shaka, sumenipa maiki niombe dua. Kuna watu usipoomba dua hawezi kuomba, hajui kabisa. Lakini huyu masio wote wa timu hapa Tanzania anawajua, na anajua wanapata mshahara kiasi gani na wanaishi wapi, anawajua. Unamkuta anabisha mpaka mishipa inabana hapa, utadhani yani transformer inataka kupasuka ya TANESCO, katika vitu ambavyo ni balash, Waarabu wanasema vya kipuzi. Sasa Mtume anasema wafima anfaqa, mali ile ameitumia katika njia gani? Swali la 4, katika umri wako, wa an jismihi, ataulizwa mwili wake, ataulizwa kuhusu mwili wake. Hebu kila mmoja jiangalie. Kuna wengine naona mmejezea huko ndani, kuna t-shirt siku hizi watu wanavaa ili kuonyesha kwamba ana minyama imejaa. Wa an jismi, ataulizwa mwili wake, fi ma abla, ameufanyia kazi gani? Yani kuna mtu ni mtu wa hip hop, ni mtu wa bongo flavor, watu wana like, watu wana comment, watu wana share, ana viewers because anajua kukata kiuno vizuri. Unawakuta watu wote wanampigia wimbo amaboko, amaboko. Unajua ule wimbo nyewe mnaimba amjui maana yake? Ni kiha kile, hata kama mnaimbiwa na star, because that is my language. Kile ni kiha, ndio lugha yangu. Mimi ni Muha, mtu wa Kigoma. Wake siku nyingine ukisema Kigoma asema tukuangalie uraia wako. Si watu wa ajabu sana. Leo ukiangalia uraia wangu unadhani wewe utaishi duniani, utakufilia mbali. Akhera hakuna uraia. Tuache ujahilia. Watu wanasema amaboko, amaboko, amaboko maana yake mikono, mikono, amaboko ni jamu, ni wingi wa mkono. Watu wanaimba. Sasa mwili wako, yani mpaka mtu anazeeka, yupo katika bolingo. Mtu anazeeka mpaka sasa imekuwa ni fashion. Siku moja Jumamosi asubuhi, miezi 2 iliyopita, wanapita watu wa gym barabarani, wanaimba wimbo wa ajabu. Nilikuwa nimetoka nje baada ya salatu al-fajr, nimetoka, kuna nyiradi nilikuwa nazifanyia nje barabarani nyumbani. Basi nimekaa nimesimama na msuli wangu, navuta baadhi ya nyiradi. Sasa wanapita
ulisema nikibamia, mbona unalia? Wimbo unaimbwa barabarani, kwa masikio yangu niko hai. Ulisema kibamia, mbona unalia? Tuseme ukweli, kimaadili ni sahihi? Sio sahihi. Lakini watu wanataka nini? Wanataka afya. Ukienda katika baadhi ya gym, watu wanapiga gym na huku wanapigiwa bongo flavor. Kweli si kweli? Mbele yupo dem, nyuma yupo mwanamume, na yule dem tracksuit ishaloa huku nyuma. What is the next? What is the next? Utakuwa salama? Ndipo pale hata zile USB zinalegea. USB zinalegea na power bank inakuwa taabani. Tumeelewana vizuri? Sasa umri utaulizwa. Hapa maeneo ya Kariakoo na baadhi ya maeneo ya Upanga kuna viwanja vinakodishwa kwa ajili ya kucheza mpira kwa saa moja. Eti wanatoa shilingi ngapi kwa saa moja? Naona mnakauka tu. 70,000 kwa saa moja. Just kucheza mpira tu. Hawa ukiwaambia 70,000 hii saa moja, mtafuteni mwalimu wa madrasa mumlipe aendelee kufundisha maneno ya Mungu na Mtume. Hawatoi. Tambia inshallah. Na mtu akishakwambia inshallah, ujue maana yake anakuambia umezidi, na wewe kaa pembeni. Unanichelewesha. Sasa watu wataulizwa umri, mwili utaulizwa siku ya Kiyama. Muislamu anakufa hajawahi kusali. Sheikh yenyewe ni maimamu. Kuna baadhi ya majeneza hapa yanaingia mara ya kwanza, ndio mtu anaingia msikitini, hajawahi kusali. Hebu tuseme ukweli ndugu zangu, mtu amekufa bila kuswali, tuseme ukweli. Usiwe na kawaida kuwadanganya watu ili upate hela. Hapana, sema ukweli. Mtu kafa bila kusali, ni Muislamu. Watoto hawajawahi kumuona kufunga wala kusali. Siku anatoka roho, anapiga kelele, ananyanyuka kitandani, watoto wanamsindilia kitandani, anataka kunyanyuka akimbie. Sala. Kwa hiyo utaulizwa, kuna nyumba jirani hapa, watu hawasali. Kuna ofisi jirani hapa, watu hawasali. Waislamu hawataki kusali kabisa. Mume anamwambia mkewe, kwani tulipooana nilikwambia katika posa nilileta kwamba nitatakiwa niswali kila siku? Hebu niache kwanza. Kama unataka sema nikupe talaka. Mke anamwambia mume, kila mtu ana moto wake, achana na mimi. Sala. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo Muislamu atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi. Qala Tirmidhi rahimahullah, hadithun hasanun sahih. أخرجه الترمذي في كتاب أبواب صفة القيامة باب في القيامة في شأن الحساب والقصاص حديث 2419. Katika moja ya maswali ambayo ndugu zangu taulizwa siku ya Kiyama ni neema hii ifuatayo. Nitaomba nitoe mfano. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الزهد باب من بات آمنا في سربه عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه. هو صحابة أنيت عبيد الله، وصحيح نسمى أبيدي، كياراب ننام عبيدي، نمتته محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال، sikiliza vizuri hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah. Ndugu zangu, unapotaka kujua thamani ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ule utamu, unapokuwa unapita mbele ya kaburi lake kumtolea salamu, na unapokuwa pale raudha, manake unasali raudha nyumbani kwake mtume. Hapa safari tumerudi haji, shekhe, tutakwenda haji bado inshallah. Mwenyezi Mungu atakupeleka haji, apatikane mmoja katika waumini wako akudhamini inshallah, wewe pamoja na naibu wako.
Safari nimerudi tarehe 21 mwezi wa 7. Tuliondoka tarehe 30 mwezi wa 6. Sasa tupokuwa tunaingia Raudha, tumeingilia babu Jibril au babu Fatima radhiyallahu anha, ambapo mara nyingi sana Jibril akija kwa mtume alikuwa anaingilia katika mlango huu, ambapo unapita kama uwani nyumbani kwake mama Aisha radhiyallahu anha. Sasa tupokuwa tunaingia pale, yani ukiingia pale Raudha, yani unajisikia mwili wako si wa kawaida, sababu ni neema ambayo ni ya pekee. Tunapita pale, wale ndio kwa nao mimi kama shekhe na waongoza, tunaingia Raudha. Nikamwambia jamani, mnapoona hapo pamekaa kama kiriri, watu Kenya wanasema kiriri, yani mimbar, kama mimbari kidogo, hapa ndio sufa walipokuwa wanakaa kina Abu Huraira radhiyallahu anhu. Tupoingia pale Raudha, tulipewa dakika 20 tu kwa ajili ya kusali rakaa 2, omba chochote unachotaka. Sasa mahujaji unajua ile haraka haraka, maskini ile pupa, haraka, ladha, hamasa. Nikawa naonyesha, mnaiona nguzo hii imeandikwa ustuwanatu Aisha, nguzo ya mama Aisha. Nikamwambia yani walikuwa kila mtu anataka aipate Raudha. Ndio mara ya kwanza mtu anaingia. Naambia hapa mtume katika qiyamul layli akiamka usiku alikuwa anakuja anatandika mswala hapa. Kwa hiyo kama ukipiga rakaa zako hapa, omba, huenda vyuma vitalegea. Basi tumekaa pale tunaswali rakaa 2, kila mmoja anaomba anachotaka. Baada ya dakika 20, Allah ya haji gum, simama, tukaondoka. Tunapita mbele ya kaburi la Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na kaburi la Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Mbele ya kaburi pameandikwa assalamu alayka ya Rasulullah, huna assalamu ala Rasulillah. Na unapomtolea mtume salamu anasikia. Man sallama alayya salam, anayenitolea salamu, radda Allahu alayya ruhi hatta aruddahu, Allah ananirejeshia mpaka Allah anaitikia Rasulullah, salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka. Popote pale, hata hapa ukisema salamu alayka, salamu anafikishiwa. Kama ukisema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ukimswalia mtume mara moja, Allah anakuswalia mara 10. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Unapomswalia mtume mara moja, Allah anakuswalia mara 10. Ukimswalia mara 2, Allah anakuswalia mara 20. Lakini tunaweza tukaulizana swali, mpaka kuanzia alfajiri mpaka magharibi, nani amemswalia mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, mtume tumemtaja sana? Unaweza kukuta tumewataja mastaa sana, wachezaji sana, tumetaja habari ya magoli yalionekana duniani, lakini Rasulullah hatumtaja alayhi salatu wassalam. Sasa unapopita pale unamwambia assalamu alayka ya Rasulullah, kiasi unachoweza. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Unasogea mbele, kuna kaburi la Abu Bakar, sema assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, kiasi unachoweza, idadi unayoweza. Unasogea mbele, unasema assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, ambaye ni Umar ibn al-Khattab. Kisha unatoka katika mlango wa Baqi. Mlango ukubwa wake ni kama huwa. Ukitoka hapa unatembea mita kama 20 au 30, ndipo unapokwenda kuyakuta makaburi ya Baqi, ambapo wamezikwa masahaba takriban, hasba ma qala ulama al-maathir al-Madina, kwamba kuna masahaba takriban kama 3500 wamezikwa pale, ambao mashuhuri mimi ninawakumbuka sana: Ali ibn Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, Fatima binti Rasulillah radiyallahu anha, Aisha binti Siddiq radiyallahu anha, na masahaba wengine. Imam Malik amezikwa pale radiyallahu rahimahullah, pamoja na baadhi ya mahujaji wanaofia Madina wanazikwa pale.
na sehemu ambapo wamezikwa masahaba. Kama una kawaida umewahi kuingia mle ndani, sehemu waliozikwa masahaba halichimbwi kaburi, ile ni VIP, naachwa. Watu wengine wanakuja kuzikwa sehemu. Sasa huyu Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah, mtume amesema, man asbaha minkum aminan. Waislamu, mtanaomba mnisikilize hadithi hii kwa waislamu wa nchi hii na wasiokuwa waislamu wa nchi hii. Hadithi hii inawagusa wote. Nitatoa mifano. Mtume anasema, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alikuwa anaiona Tanzania, asema, man, yoyote yule, asbaha minkum, atakaye pambazukiwa ama ameshinda pahala, aminan, hali ya kuwa ana amani, fi sirbihi, pale anapoishi pana amani, pale anapoishi pana amani. Mtume akasema, muafan fi jasadihi, ana afya mwilini mwake. Mtume akasema, la tatu, indahu qutu yaumihi, anacho chakula angalau cha siku. Ukiwa na mambo haya matatu, neema hizi tatu, kwanza umeamka pale ulipo pana amani. Niwaulizeni waislamu Tanzania na wasiokuwa Tanzania, tuache mdomo. Watanzania wana mdomo, wanachonga sana na hawajui thamani ya nchi yao. Kuna Watanzania wanachonga sana katika mitandao, na ninajua haya yatawakera, najua watanitukana sana. Please, acha watukane mpaka ifike kilo 800 bilioni watukane, lakini nchi ina amani. Na mtu anaweza kusema huyu jamaa kanunuliwa, hata ukimuuliza Ibilisi anajua sijanunuliwa. Muulize Ibilisi, na kama hukumpata wewe mwenye Ibilisi. Lakini ukweli tuseme, na mimi nipo hapa si kwa sababu ninataka kiki za mitandao. No. Panapokuwa mema sema, amani ipo nchi hii. Jiji la Dar es Salaam, baadhi ya maeneo wanauza chips mpaka alfajiri. Kweli si kweli? Hii ni athari ya nini? Neema ya amani. Subutu nchi nyingine uuze chips mpaka isha ione. Spain, usiende bali, nenda Johannesburg, South Africa, asalala, pigwa kabali mwanangu kama nati. Huwezi kufanya hivyo. Sasa amani ipo hapa. Yanatokea matukio madogo madogo, lakini amani ipo. Kuna watu wanaweza akasema, amani gani? Mbona tunafanywa namna hii? Umefanywa nini? Tumesema, man asbaha minkum, atakayeamka miongoni mwenu, aminan, hali ya kuwa ni mwenye amani, fi sirbihi, fi makani, yani yupo pahala ambapo alipo pana amani. Tena Mtume akasema, muafan fi jasadihi, ana afya mwilini mwake. Tatu, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku. Ndugu zangu, niwaambieni kitu. Mnajua mpaka saizi kuna wengine hawajala. Naam, sio kwa kutaka kwao, hawana, lakini hajala, lakini ana afya. Mwenyezi Mungu atulinde. Katika ukanda huu wa Afrika Mashariki au na nchi zinazotuzunguka, ndio nchi pekee Mwenyezi Mungu bado ametupa salama. Hili lazima tulijue. Lakini kuna watu watatoa maneno kwa sababu wana maslahi yao hawayapati. Hayo hayanihusu, shauri yao. Sasa Mtume akasema, man asbaha minkum aminan, atakaye amka nyinyi waislamu, aminan, ana amani, fi sirbihi, pale anapoishi pana amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, muafan fi jasadihi, ana afya nzuri katika mwili wake. Mtume akasema, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku.
Mtume akasema fakaannama hizat lahu dunya, huyu ni sawa sawa na mtu ambaye amepewa dunia, bihadhafiriha, na vilivyomo ndani ya dunia. Ndugu zangu, ukitaka kujua thamani ya afya, nenda hospitali. Nenda hospitali ndipo utakapojua thamani ya afya. Afya ina thamani sana. Afya ina thamani. Kuna watu wanaumwa na hela wanayo, haoni thamani ya hela. Lakini kuna mtu ana afya, hana hela. Afya na hela, kipi bora? Afya. Sasa haya ni mambo ambayo rawahu Tirmidhi. Hadithi ameipokea Imamu Tirmidhi katika kitabu gani? Katika kitabu Zuhud, babu man bahta aminan fi sirbi, hadithi 2347. Sasa hapa Mtume aliposema sirbihi, Imamu Nawawi akasema bikasri sini almuhmala, ay nafsi, yani akiamka yeye mwenyewe kama yeye ana amani. Waqila qaumihi, yani pale alipoamka mtaani kuna amani. Hivi sasa tunavyozungumza kuna watu wanaumwa. Wakati shekhe anaanza kuadhini hapa, mimi nilikuwa naingia pale, nachelewa kuvua viatu. Kuna mtu nilikuwa namtaja jina, nataja wagonjwa, Allah awape afya njema, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuambia adhana, wakati wa adhana dua hairudi. Mesikia ndugu zangu, kuanzia leo inapokuwa inaadhiniwa, waitikia tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka anamaliza. Akimaliza omba ile dua, msalie kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha unasema Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma wa salatu al-qa'ima, mpaka mwisho. Fika mwisho unasema raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula wa sallallahu wasallam. Omba lako, yani kati ya adhana na iqama. Kwa mfano sasa hivi pataadhiniwa isha, baada ya kuadhiniwa isha patakuwa na iqama. Ni kipindi ambacho dua inakwenda. Kwa hiyo kuna baadhi nilikuwa nawataja wagonjwa. Na wakati wa sijida Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, asema aqrabu ma yakunu al-abd inda rabbi, pahala karibu ambapo mja anakuwa karibu na Mola wake ni wakati wa sijida. Mtume akasema wa amma fi sujud, ama wakati wa sijida fa akfiru fihi dua, ombeni sana, faqaminu an yustajab, hapo ni pahala muhimu kujibiwa. Na kuna dua nilikuwa naiomba Sheikh aliponipa mic, nimeomba ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram. Ukiusikia uradi huu unaweza kusema dua gani? Kuna wengine wanaweza kwambia hiyo haijathibiti kwenu wewe, lakini Mtume anasema katika alidhu, Mtume anasema alidhu bi ya dhal jalal wal ikram, ng'ang'anieni kusema ya dhal jalal wal ikram. Ni uradi mkubwa sana, ya dhal jalal wal ikram, 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 ya dhal jalal wal ikram. Alidhu yani wadhibu, endeleeni, ya dhal jalal wal ikram. Mtu mmoja Sheikh aliwahi kuomba dua kwa kutumia ya dhal jalal wal ikram. Alikuwa na shida zake, akasema ya dhal, ameweka mikono na ya dhal jalal wal ikram, mambo yalikuwa yamemzidia, sijui kodi ya nyumba, sijui nini. Ya dhal jalal wal ikram, baba mwenye nyumba anamsubiri bado siku hii moja. Ya dhal jalal wal ikram, anasema Sheikh Usaganya, niliomba ya machozi yananitoka. Anasema niliona katika viganja vyangu kuna picha ya mtu, na yeye alikuwa anasema ya dhal jalal wal ikram, na yeye analia ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram. Anasema
Nilipomaliza nikasema wa sallallahu wasallam, nikataja shida zangu. Anasema shekhe, baada ya kumaliza natoka msikitini, napokea simu, mambo super. Ya dhal jalal wal ikram, ya sisi hatuombi, ndio uradi tulikuwa, ndio mada tulikuwa nayo jana msikiti wa Kipata. Shekhe, watu wana ugonjwa hawaleti nyiradi. Huu ni ugonjwa, watu hawaleti nyiradi. Kwa nini Mungu ameziumba hizi? Zina kazi, tulete nyiradi. Na Allah amesema fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Ukirejea katika kitabu cha Sheikh Abdul Jailani rahimahullah, utakwenda kukuta namna gani ameitafsiri ile aya fadhkuruni adhkurukum. Kitabu kinauzwa wesi sana pale Ibn Hazmi, nadhani Abu Suhail, au katika maduka mengine pale Masjid Mtoro au Idris. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi Waislamu kuomba. Tumuombe sana 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 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba, akawauliza masahaba, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, ni yupi kati yenu mali ya mrithi wake anaipenda kuliko mali yake? Masahaba akamwambia, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi, hakuna mtu kati yetu isipokuwa mali yake anaipenda. Mtume akasema, amma maluhu, ama mali yake mtu kwa kutumia umri wake, ma ni ile ambayo qaddama, ameitoa, ile ndio mali yake, ile unaitoa sadaqat, khairat. Mara nyingi Sheikh Ali huwa napenda nitolee mfano pale msikiti wa Manyema. Leo Juma ngapi leo? Jumatatu. Leo nadhani wakati wa maghrib alikuwepo yule bwana, na Alhamis baada salati al-maghrib na kabla al-maghrib kwa mkia Ijumaa anakuwepo, na Ijumaa nadhani baada salati al-maghrib anakuwepo. Yule bwana analeta kahawa hivi, kahawa ni tamu chungu, lakini kuna watu akinywa kahawa anaridhika, anaona raha. Yule bwana kila Alhamis kwa mkia Ijumaa na Jumatatu jioni anaita kahawa. Akileta kahawa ambia dua, kikombe niachie. Basi yani dua, yeye anataka dua tu, lakini kikombe mwachie, kwa sababu ameshajua wabongo. Anaweza kanywa kahawa akasepa na kikombe, kwa anambia dua, kikombe niachie. Alafu kaongeza tu mwenye, usimuunguze mwenzio. Utawakuta watu zaidi ya 7, 8, 9 wanakunywa kahawa. Yule bwana nimepata kuwauliza hata rafiki zangu maimamu pale, wao wenyewe hawamjui, ima wanamjua hawataki kumtaja. Bwana yule anayeleta kahawa dua, kabla ya Alhamis nilikutana naye Mkunguni, anauza kahawa. Wakati wa asr nikamwambia dua, kikombe niachie. Akamwambia hapa 100 toa. Kwa hiyo pale anakuwa anauza. Lakini Alhamis kwa mkia Ijumaa kwa mkia Jumamosi, Jumatatu jioni ambapo watu wanakuwa wanafunga, ana kahawa. Alafu kuna sunna imeanzishwa pale Manyema, ukiingia kila siku ya Alhamis na Jumatatu watu wanakuwa pale wanaita kashata, kahawa. Ndugu zangu, ni vitu vidogo sana, lakini wallahi naapa aliyoyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kweli. Sadaqa ina thawabu nyingi sana. Sadaqa ni dawa. Ndio Mtume akasema, dau mardhakum bisadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Na Mtume akasema, wajihu amwaja albalai bisadaqa, yakabilini mawimbi ya misukosuko kwa kutoa sadaqa. Wallahi naapa, sadaqa ni dawa. Sina shaka analolisema Mtume sallallahu alaihi wasallam limetokea, hawalikutokea, umeamini, hukuamini, mimi kwangu nasema salama, ni kweli. 2019 nilikwenda Palestina, Masjidul Aqsa. Sheikh, safari nzuri sana. Katika moja ya safari ambazo
katika maisha yangu ni historia kwenda kibla ya kwanza ya Waislamu duniani, Masjidul Aqsa. 2019 tumeingia pale siku ya usiku wa Miraj, ambayo ndio siku ambayo mtume alikwenda mbinguni. Sisi tukaingia pale, ndio tunaingia Masjidul Aqsa. La ilaha illa Allah. Ni raha sana, lakini ni raha ambayo ni ya kifahari. Na nimekwenda Ashabul Kahf, naona fahari sana. Nimekwenda kuona walipozikwa masahaba. Abu Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amezikwa Mu'ta, Jordan, katika wilaya ya Mu'ta, kama kilomita 80 kutoka Amman, mji mkuu. Ashabul Kahf, nimekwenda Mu'ta alipozikwa huyu Abdullah ibn Rawaha na Zaid ibn Thabit. Masahaba watatu wamezikwa pale, na ilipopiganwa ile vita na alipouawa Jaafar ibn Abi Talib, wale masahaba wamezikwa kule. Safari nzuri sana ya kiroho. Tunafika Aqsa, tunakwenda pahala Rasulullah alipomfunga Buraq. La ilaha illa Allah. Kama pale ukutani, kama unavyoona ile switch pale, panaitwa Marbatul Buraq. Ina maana mitume wote walikuwa wakipaki wanyama wao pale, wanawafunga pale, na Rasulullah ndipo alipomfunga Buraq. Alipomfunga Buraq pale, akatoka pale, akasogea kama kutoka hapa na Amana Hospital pale, akaenda akawakuta mitume karibuni 70 wanamsubiri pale. Fasalla bihi, akawasalisha. Kutoka pale wakasogea, kutoka pale aliposalisha kama kwenye nguzo na kuja kwenye ukuta pale, wakasimama yeye na Jibril juu ya sahara, juu ya jiwe pale. Ndipo walipoanza safari ya kwenda mbinguni. Hawakurukia Makka, walikuja kurukia pale, ambayo ni masala bado ulama wanajua kwa nini asirukie Makka, kwa nini aje arukie hapa. Baadhi ya ulama, wallahu aalam, wamepata wapi, wanajitahidi, wanasema kwamba pale aliporukia Rasulullah katika Sahara ndio mkabala na mlango wa kwanza wa mbingu, ndipo alipoingilia Rasulullah. Wallahu a'lam. Kutoka hapo tukaingia Masjidul Aqsa, sehemu nyingine mihrab Zakaria. Kullama dakhala alayha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa. Tumefika, ilikuwa ni kipindi cha baridi sana. Upande kama huu kuna mihrab, watu wamejazana wengi sana. Kuna mtu mzima alikuwepo pale, nikamuuliza, ya abuya, salamu alaykum. Ambia wa alaykum salam. Kif halak? Ambia alhamdulillah. Akambia min waina antum? Nyie mmetoka wapi? Nikamwambia min Tanzania. Min Tanzania? Nikamwambia naam. Akaniambia Dar es Salaam. Yule mzee Mfalastini, mtu mzima sana. Dar es Salaam. Nikamwambia kaifa arifta Dar es Salaam? Akambia Julius Nyerere. Waislamu wenzangu, tuchukue manhaji. Hata kama mtu humpendi, amefanya mema, mtaje kwa wema. Tuwe na roho nzuri, tuache roho mbaya. Tumeelewana? Nikamuuliza kaifa arifta Nyerere? Akaambia hadha awwalu raisin fi qarati Afrika ahada li falastiniyina baitan yaskununa fi. Huyu ni rais pekee Afrika aliwapa Wapalestina nyumba ya kuishi, ipo pale Upanga. Na niliporudi safari, tulikuwa na taasisi M2 Travel na Al-Hali Mohsen. Tuliporudi tukaenda kumsalimia balozi wa Palestina, tulimwomba appointment, tukaenda kujitambulisha. Tukamweleza, akaanza kutuuliza mmekwenda wapi na wapi. Tukamwambia tumekwenda pahala fulani, pahala fulani, pahala fulani. Akaambia sehemu zote mlizokwenda ni sahihi. Wanamkumbuka Nyerere. Lakini ala kulli hal, tukaenda katika sehemu ambapo Suleiman alayhi salam ni msikiti ambao aliwasimamia majini wakawa wanaujenga. Lile jengo lipo. Ndugu zangu katika imani, nazungumza haya, kuna watu kwenye mitandao watabisha. Unajua kuna watu wengine wanakuwa wabisha hata airport hajafika, anakwambishi hivi. Mkiambiwa hii airport aliyojenga JK ndio alianza nayo, akaja akaimalizia mheshimiwa JPM,
airport ya kwanza tangu Allah alipoiumba Tanzania kuwa na airport standard kama hii. Ni airport ya kwanza Tanzania ina sehemu ya kuswalia sala 5 kwa wasafiri na wafanyakazi. Jambo kama hili nchi yako, serikali yako inafanya, unawasifia huwasifii? Tuache roho mbaya. Mtu akifanya jema msifie mema yake. Wafanyakazi wa airport pale katika airport ya Mzee Julius Nyerere wakiacha kusali wanapata dhambi. Sehemu ile ya kutawadhia upande wa wanamume ina mabomba 4 ya kutawadhia, na mle ndani wamewekewa kijizulia, yani kuna zulia zuri la kuswalia na kuna vyoo. Famadha baada dhalik, hii ni neema si neema? Sasa kwa mtu ambaye ukimwambia hajawahi kufika sema kuna msikiti huyo, Rusaganya kapewa mzigo. Sijapewa mzigo wala zigo, ukweli mimi ndio nimeshaona. Mwenyezi Mungu amejalia ninapanda ndege kama bodaboda, kama daladala. Dhalika fadlullah yutihi man yasha, Mungu anampa amtakaye. Imam, leo umepita Mchuma hapa Mkunguni, gari moja, Watanzania wanasema gari chafu. Mtanzania akikwambia chafu sio kwamba ina matope, maana yake nzuri sana. Imepita gari nzuri sana, alafu ilikuwa na, sitaki kuitaja rangi, inawezekana watu wakaijua, nzuri sana. Kulikuwa kuna msongamano leo Mkunguni baada ya salati dhuhur. Basi tulikuwepo pale, jamaa mmoja akamwambia, "Shekhe, angalia Mungu anavyompa mtakaye kuangalia ile gari." Nikasema dhalika fadlullah yutihi man yasha, gari nzuri sana. Nikaambia Mungu amempa huyu, mimi na wewe hatuna hata baiskeli. Na anakuona kampa mbongo, anaswali hakuswali, kisha mpa. Acha kumaindi mwanangu. Ukimaindi neema alizowapa Mwenyezi Mungu wenzako, we mwanga. Huyu bana naye anaringa kiesti chake anapita nacho hapa, hicho anacho, wewe unacho. Ndio maana kuna gari moja imeandikwa babako analo. Maana kesho una mind. Sawa. Sasa tunarudia neema, ndugu zangu, umri. Na kuombeni vijana ambao mpo hapa mbele yangu, naona sehemu kubwa vijana mpo hapa, na kuombeni kaeni na ibada. Na unapokuwa unafanya ibada katika umri huu, Allah anakuwa na fahari sana kwa malaika wake. Anambia, muangalieni huyu kijana, damu inachemka, afya nayo, lakini anakuja kuniambia mimi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndugu zangu, thamani ya umri, tuutumie umri wetu vizuri. Na wauliza wale ambao hawakwenda hija mwaka huu, watakwenda hija lini? Na hija mwaka huu ilikuwa nyepesi sana, watu walikuwa wachache sana, joto lilikuwa kali sana, mpaka tunaondoka tarehe 20 Jumatano hotelini Madina kwenda airport Matar Malik Muhammad ibn Abdul Aziz, joto ilikuwa 45. Kuna mmoja alikuwa ananiuliza, "Shekhe, kama hii joto 45, hawa masahaba kazi ya Mungu waliifanyaje? Hawana AC, hawana maji ya baridi, hawana chocolate, hawana nini? Sisi hapa feni zikizimwa hapa patakalika hapa. Kuna watu watakuwa wanafanya hivi." Sasa hili sio joto. Joto la Arabuni ni moto. Lakini masahaba wale anaambiwa nenda pahala fulani, anakwenda. Kutoka Maka kwenda Madina kilomita 450. Masahaba walikuwa wanatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilomita 450. Ana kiliba kimoja cha maji na mkate na tende kidogo, kilomita 450 na kwenda. Mwanaume huyo wanafanya kazi ya Mungu. Ndio maana Allah akasema, radiyallahu anhum wa radu anhu, laqad radiyallahu anil mu'minin. Hivi ni vidume ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaandaa kwa kazi maalum. Kutoka Maka kwenda Taif kilomita 99. Mwaka jana nimekwenda Taif alipopigwa mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bana wewe hatari wewe, nyie mjenda mimi. Na nikakaa pale alipopigwa mawe Mtume
sallallahu alayhi wasallam. Serikali ya Saudia baada ya kuona watu wanakwenda sana, wamejenga kijimsikiti ambacho kinatosha watu 7. Lakini kwa imam, kwa urefu wake huyo akiswali lazima afanye hivi. Ni kifupi sana, lakini mimi na Sheikh Ali wala hata hatufikii. Nimefika pale. Tumekwenda pahala ambapo alipokuwa pewa tunda na Adas. Tukatoka hapo tukaenda kuangalia hasba ma yuqal, kulingana na wanavyoeleza wanachuoni, alipozikwa mama Hawa. Mama Hawa amezikwa Jeddah, kaburi refu sana imam. Ile kaburi unaziona hizo nguzo 3 hizi, basi ziweke pamoja. Mama alikuwa mrefu sana. Ndipo alipozikwa mama Hawa alayhi salam. Mtume Adam alayhi salam amezikwa Sri Lanka katika mlima unaitwa Jabal Baba Adam, ndiko alikozikwa. Baada kuwa wale watoto wake wamevurugana, Qabil na Habil, pata na hasira, akaja Jeddah, kamwacha pale mkewe, akarudi kule alikokuwa, kwa sababu walipoteremka kutoka peponi waliteremshiwa pale, na ndiko alikokwenda kufia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, niwakumbushe, niwaombe akina mama, akina baba, tujali thamani ya umri. Kila mmoja atumie pumzi yake. Hivi tujiulize swali, kuna mtu ana luku ya pumzi? Kuna mtu analipia gharama ya pumzi? Mwenye kujua gharama ya pumzi ni nani? Allah. Anayejua thamani ya pumzi yako ni nani? Allah. Kwa nini tusimwambie iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kwa nini tusumie ujana, uzee, ubabu, ubibi, ushosti kufanya ibada? Mambo ya bolingo acheni. Mimi nawaomba wale mastaa, wana music mastaa, siwataje majina, nawaomba warejee kwa Mungu mapema. Ustaa una muda maalum, anytime Allah anaweza akachukua. Nawaomba, nawashawishi, na wanasihi mastaa wote, waislamu wenzangu, wale mastaa ambao wana viewers, sawa, watu wana comment, wana share, wanapata mahela. Hizo hela zitabaki, utaondoka mwanangu kama pipi ya Big G. Fanyeni haraka kutoka kukata viuno, rejeeni kwa Mungu kabla Mungu hajawatengeneza. Hapa panatosha. Allah atupe afya njema, tuondolee balaa na maradhi katika nchi yetu, atupe baraka katika nchi yetu. Allah atupe amani katika nchi yetu. Allah atupe kheri katika nchi yetu. Kuna wagonjwa wapo hospitali, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa waliopo hospitali, Allah wape afya njema. Kuna wagonjwa waliopo majumbani, Allah wape afya njema. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.